Huyu ni mkurugenzi amejeruhiwa namna hii. Sio mhalifu huyu. Zinaweza kuonekana kama picha za watu walikutana na ajali mbaya. Tukachukua viatu kwa ngawa na tupiga kwenye nyayo zile rungu. Mimi nilikuwa napiga askari kama 4 peke yangu. Wakanivua nguo zote. Nikabaki uchi. Watu wameumizwa, tumefika hapo wametushusha hapo. Tuambie endelee na mambo. Hata hivyo, hawa ni watu waliofika mahakamani tu kufuatilia kesi inayomkabili kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania, Tundu Antipas Lissu. Ukiacha kuwa kiongozi wa chama kikubwa Tanzania, kwa wengi ni mpendo wao. Wamekuwa naye katika shida na raha. Lingekuwa neno la ajabu na la aibu kwangu mwenyewe kwamba mwenyekiti wetu wa taifa analetwa kwenye kesi, alafu ni haki yetu kuisikiliza, alafu nisifike mahakamani. Hata hivyo, siku ya Aprili 24, 2025 iliishia kuwa siku ya maumivu, uchungu na huzuni kwa wanachama wengi waliofika mahakamani. Nikataka kuvuka ng'ambo ya barabara, wale mbwa wameni attack kwenye mguu wangu mmoja huu wa kushoto. Naweza mkaona kuna majeraha yako mbele hapa na nyuma. Jeshi la polisi liliwakamata baadhi ya wanachama na kuwapa mateso makali kwenye mapori mbalimbali yaliyopo Dar es Salaam. Tuna sala nyingi, mimi siku hiyo zilikataa zote, nilikumbuka tu Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Nikajikabidhi nikijua ndo mwisho wa maisha yangu. Siku hii iligeuka kuwa swala la uhai au kifo kwa wengine, huku wakimwomba Mungu na wale waliochukua kwamba walao wapendwa wao waweze kuipata miili yao mahali watakapotupwa. Hapa nikajua sasa wanaenda kuniua, kwa sababu ananiambia sali, kwa sababu wewe unataka ufe ndugu zako hawajui maiti yako, au unataka ndugu zako waone maiti. Nikamwambia nitashukuru kama ndugu zangu wataona maiti. Kutokana na matishio mbalimbali ambayo yalikuwa yametolewa na kupatikana kwa taarifa mbalimbali, jeshi la polisi lililazimika kuwazuia na kwenda kuwahoji baadhi ya watuhumiwa katika matishio ya swala la usalama katika mahakama ile. Toka kutafuta haki mahakamani mpaka kukutana na hukumu za maporini. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa nje ya mahakama majira ya saa 2:10 asubuhi. Kuanzia majira hayo saa 2:10, baadhi ya waandishi walifika katika milango ya mahakama. Hata hivyo, walirudishwa kwa kuambiwa kuwa hakuna mahakama. Hapo wanasema hamna mahakama leo. Katikati ya kuuliza, moja ya maafisa akasema kwamba mahakama itafanyika kwa njia ya mtandao. Baadhi ya wanachadema na viongozi nao walikuwa wamefika, akiwemo Lucas Ngoto, John Pambalu, Twaha Maipaya, Noel na wengine. Nao wakajulishwa kuwa inawabidi kuondoka katika geti la mahakama. Katika mitaa yote ya ukumbi wa mahakama kunakuwa na ulinzi. Pembezoni wakiwepo maafisa wenye uniform na wale ambao hawajavalia uniform. Maafisa wawili wasio na sare ndio wanaotoa maelekezo hasa ya kuzuia watu kuingia. Pembeni, afisa mmoja mwenye uniform anakuwa akijadiliana na waandishi wa habari hasa juu ya uwezekano wa wao kuingia. Kutokana na vitisho mbalimbali, waandishi pamoja na viongozi wa Chadema waliofika wanaamua kusogea mtaa wa pili wa nyuma ya mahakama. Hii inakuwa ni majira ya saa 2:20. Viongozi wa Chadema waliofika hapo wanakubaliana kuongea na wanahabari juu ya hali ilivyo, ambapo zoezi zima la kuongea na vyombo vya habari nafanyika kati ya saa 2:23 mpaka saa 2:28 asubuhi. Cha ajabu tulipofika hapa, askari pale getini anazuia kwamba leo hakuna mahakama.
anazuia watu wote wanaoenda pale, wanazuia kwamba leo hakuna mahakama. Na mpaka sasa tuko hapa, hatujajua kama mwenyekiti wetu ameshaletwa hapa mahakamani. Kwa tunaomba na tunaitaka mahakama itoe amri juu ya wananchi na watu wanaokuja kusikiliza kesi zao. Iwaambie hao polisi walioko hapa nje wasizuie watu, kwa sababu hii ni eneo ambalo linatoa huduma. Baada ya kuongea na vyombo vya habari, Ngoto na wenzake wanajaribu kurudi mahakamani kuangalia uwezekano wa kuruhusiwa kuingia katika kesi hiyo. Ni muhimu kuangalia watu wote hao wanaonekana kwenye hii press. Sehemu kubwa watakuwa sehemu ya wanachadema watakaopelekwa kwenye mateso katika mapori mbalimbali na polisi. Tuanze na Noel Joachim. Huyu hapa ni Noel Joachim. Hapa ni majira ya saa 2:12 asubuhi. Anakuwa ni sehemu ya watu waliofika kuhudhuria katika kesi. Unaona tena kwenye hii video majira ya saa 2:14. Na hapa tena unamuona Chadema wakiongea na vyombo vya habari majira ya saa 2:28. Baada ya wanachadema hao kuondoka na kujaribu kuingia mahakamani majira ya saa 2:43, mwanahabari wetu anarudi kuangalia hali ilivyo mahakamani. Kwa sasa polisi wanaonekana kuwa wengi kuliko ilivyokuwa nusu saa iliyopita. Sehemu tuliyokuwa tumesimama kabla, kwa sasa kuna traffic pamoja na polisi wenye mbwa. Unaweza kumuona Noel akitembea kuelekea mbele walipo wale askari wenye mbwa. Hiyo bado ni saa 2:43 asubuhi. Sasa ile hali ndio ilikuwa tatizo lililonipata. Baada ya kuambia hivyo, wakaniuliza wewe ni nani? Nikawaambia mimi ni mwanachama wa Chadema, nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Lissu. Majira ya saa 2:44, mwanahabari wetu anashuhudia Pambalo na Lucas Ngoto wakiwa kwenye gari la polisi. Wanaonekana wakipiga kelele za sintofahamu, tofauti na walivyokuwa mwanzo. Kelele za mbwa zinakuwa zikisikika kupita kiasi, tofauti na walivyoonekana mwanzo. Sasa nikiwa pale wakanielekezea umbwa. Kulikuwa na maaskari wawili wenye umbwa. Nikageuka sasa kuondoka kwa sababu ya kuogopa wale umbwa, ili niende upande wa pili. Nikataka kuvuka ngambo ya barabara. Wale umbwa waka wameni attack kwenye mguu wangu mmoja huu wa kushoto. Naweza mkaona kuna majeraha yako mbele hapa na nyuma. Baada ya hapo, kwa mbele, Noel anaonekana kuanguka chini huku akishika kichwa chake. Polisi wanaonekana wakiendelea kubishana na Lucas Ngoto na Pambalo, ambao wanaonekana wakipiga kelele nyingi za sintofahamu. Mbwa wakawa wamenikamata pale. Trouser ambayo nilikuwa nimevaa ikawa imekatika. Mbwa ananing'ata. Pale nilipoanguka kulikuwa na paving, hizi tofali za paving. Nikawa nimeshika tofali kwa ajili ya kujiokoa ili nipige yule mbwa. Nikawa nimeshika ile tofali na mikono yangu miwili. Nikawa nimenyanyua juu ili kutafuta gravity nzuri ili niweze kupiga yule mbwa. Hapo ndo nikasikia sauti za maaskari wakisema usipige yule mbwa. Wakati nimenyanyua mikono yangu juu ili kutafuta nafasi nzuri ya kupiga yule mbwa alioning'ata, ndo nikasikia vipigo kwenye kichwa changu. Vipigo vya ajabu sana. Na nikawa nimenyanyua mikono yangu juu, nikashindwa jinsi ya kupiga yule mbwa. Fimbo zikawa nyingi sana kwenye kichwa, kwenye mikono. Finally nikashindwa kushusha ile tofali. Nikawa nimepigwa sana, nikadondoka pale. Damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale. Baada ya muda
nikamsikia Pambalu alikuwa anapiga kelele sana. Sasa hiyo nilikuwa bado sijapoteza fahamu. Pambalu akawa na Mwaipaya wakawa wanasema wameua. Damu zilikuwa zinavuja pale, na damu zilikuwa nyingi sana, na nikawa niko pale nimetulia. Finally wakasema kwamba huyu mtu apelekwe hospitalini. Chama cha Chadema kupitia makamu wake mwenyekiti kinaeleza kwamba kitendo cha kutumia mbwa kwa Noel ni cha kibaguzi. Kwa mujibu wa sheria yetu, kwenda mahakamani kifungu cha 186 ni ruksa kabisa. Matukio ya mbwa kushambulia binadamu ni matukio yamefanywa wakati wa kina Martin Luther wanapigania haki za watu weusi Marekani. Leo chini ya Rais Samia, serikali yake inafukuza mbwa wa polisi wamng'ate binadamu. Hayo ni mambo ambayo makaburu wa Afrika Kusini walifanya wakati wa Soweto. Huyo hapa ni Pendo, ni mmoja ya wanachadema waliofika asubuhi. Wakiongea na waandishi wa habari unaweza kumuona Pendo, na hapa ni akiwa anapandishwa kwenye gari la polisi. Pendo anasimulia namna ilivyokuwa baada ya hapo. Tukatoka tukaenda mpaka Sarenda. Pale Sarenda gari ikawa imesimama posti na kituo. Akaja askari mmoja pale ana nyota 2. Akaambia au pelekeni porini. Gari ikaanza sasa kuelekea Mbweni. Tukafika Mbweni karibu na kituo, wakayutani, tukarudi, tukaelekea Ununio. Tumefika kule Ununio tukakuta kuna defender 2. Zimejaa askari wengi sana. Tumefika kule jua lilikuwa linawaka. Mimi ndo nilianza kushushwa kwenye gari. Nikawa napigwa na askari wa kiume kama 3. Walikuwa wachagui sehemu za kupiga. Walikuwa wanipiga sehemu zozote, kwa hiyo ile rungu ikija hivi nikawa nazuia. Wakanipiga kila sehemu. Usituletee si uzuri afu wanatukana matusi ya nguoni. Una cheo gani Chadema? Nikamwambia mimi sina cheo. Ulikuwa unamsaidia yule pale chini ni nani yako? Nikamwambia ni mwenzangu, nilikuwa nataka tu nimstiri. Walinipiga sana, baadaye wakawashusha wenzangu. Pako tambarare, tukaambiwa tulale tuangalie jua. Kabla sijakaa pale chini nilipigwa rungu nyingi sana, nikajikuta nimedondoka. Nilipodondoka wakatuamrisha vueni viatu. Tukatuvua viatu, kwa wakawa wanatupiga kwenye nyayo zile rungu. Mimi nilikuwa napigwa askari kama 4 peke yangu. Wakanipiga kwenye nyayo sana, baadaye nikakunja miguu. Nilipokunja miguu akawa anapiga kwenye magoti. Yaani humu nimepigwa sana humu. Kwenye magoti, piga sana kwenye magoti. Piga sana humu. Baadaye nikaona kama nakufa, nikageuka. Nikalala hivi. Nikajua labda wataniacha. Nilipolala wakaja wakaninyanyua. Sikujua kwa nini walikuwa wanadili sana na mimi. Baada ya kuongea na vyombo vya habari, Lucas Ngoto alikuwa mmoja ya watu waliokamatwa. Lucas alikuwa pamoja na Pendo sehemu moja walipokamatwa na mpaka walipoachiwa. Akaanza kumpiga dada Pendo kama anaua nyoka. Na wengine wote tukaambia shuka kwenye gari, vua viatu, ficha uso. Na kama unaweza kuomba Mungu, omba Mungu. Jikabidhi kwa Mungu. Tukaanza kupigwa kipigo cha mbwa koko. Wanatupiga kwenye nyayo, piga kwenye matako, kono hivi ilivyovimba kwenda kote. Hawaangalii. Kulikuwa na vijana wadogo pale wanatupiga kama vile si hawapigi binadamu. Walivyoona tumechoka. Sasa hata tulii wametupiga sasa, yani mimi nimekuwa ganzi. Wakaambia askari huyo mkubwa aliyekuwa na nyota, akaambia watafutieni maji masafi waoge. Wakatupeleka kwenye dimbu moja lilikuwa na maji machafu. Wataambia haya ogeni humo.
Nikaenda nikakuta wenzangu wana roll kwenye maji machafu yananuka. Nikaambiwa niungane na wao. Nikaungana pale, wananiambia lowesha nywele hizo, afu wanaturekodi. Toka wanatupiga, askari watatu wanarekodi, wengine ndo wanatushambulia. Ndio tukapelekwa huko Bagamoyo, wakafika mahali kwenye poli, wakasimamisha gari, kulikuwa na kichaka, wakabingeni kwenye kichaka huko. Hili ndilo eneo ambalo Lucas Ngoto, Pendo na wengine walienda kutupwa na polisi baada ya kupitia mateso makali. Unayemwona amelala hapo ni Pendo, ambapo anaeleza hakuwa na uwezo wa kutembea tena. Ukiondoa kundi hili, kulikuwa kuna makundi mengine ambayo nayo yalikutana na changamoto kama hii, ikiwemo naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar, ambaye pamoja na makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar walishushwa kwenye gari na polisi na kuweza kupelekwa maporini. Lakini mwingine alikutana na changamoto hizi ni Shaban Moyo, ambapo hapa anazungumzia namna ilivyomkuta, ikiwemo uzalilishaji mkubwa aliopitia. Baada ya kukamatwa na askari, nikapelekwa kwenye gari la askari jeupe pickup. Wakazunguka, wakaenda maeneo ya Salenda Bridge, wakazunguka, wakanirudisha Aga Khan Hospital, wakanipeleka viwanja vya Jimikana. Nilipofika viwanja vya Jimikana, pembeni kulikuwa na Noah imepaki. Kwa hiyo wakaniambia shuka, fanya haraka. Niliposhuka kwenye ile Noah, nikakuta majitu waliokaa yamevimba, mabouncer. Wakanifunga kitambaa machoni, kwa hiyo sikuweza kujua ninaenda wapi. Kwa hiyo gari polisi wakaniacha hapo, sikujua ninaenda wapi. Tulienda muda mrefu sana. Baada ya kufika, nikaona geti linafunguliwa, nikaingizwa ndani ya nyumba, sijui. Nikaambiwa kaa hapa, nikafungwa pingu. Kamba kwanza, nilipofungwa kamba mikono nyuma, baadaye wakasema mfunge pingu. Wakanivua nguo zote, nikabaki uchi. Wakaanza kunichapa vibao, lakini wakainua miguu yangu wakaikunja. Kwa hiyo wakaanza kunichapa kwenye nyayo zote, walinipiga sana kwenye nyayo. Baadaye wakaniinamisha, wakanichapa matakoni sana na mgongoni. Sema, wewe unafanya, kwa nini mnafanya maandamano na kwa nini mnahamasisha watu kuiteka nchi? Nyie mnaweza kuiondoa CCM madarakani? Nikamwambia sisi hatuna haja, tulikuwa tunakuja mahakamani kwa sababu kiongozi wetu amekamatwa. Wakaniambia sasa nataka tuwaonyeshe kwamba hii serikali sio ya kuchezea. Kwa hiyo nilipigwa sana, nikapigwa sana, pigwa sana, nikigeuka na inamishwa na pigwa, nazungushwa na pigwa. Nilipigwa kwa muda wa masaa kama matatu. Baadaye, baada ya kuumia, wakanitoa sasa, wakanipeleka sehemu kamata ukuta huu hapa, wakanifungua kitambaa, kaa vizuri, wakaanza kunipiga picha nikiwa uchi. Walipomaliza wakaniambia geuka nyuma, wakanipiga picha. Nikarudi tena, wakaanza kunipiga. Baada ya kunipiga wakaniambia sasa lala chali, tunataka tukufanye. Lala, geuka. Geuka, wakanipiga viboko basi. Taifa letu hatuwezi kuliruhusu hata kidogo, taifa ambalo liko huru, taifa ambalo tunajivunia kwa mna amani. Tunamwaga damu za watu hivi, watu hawana hali nzuri na maumivu kali hivi. Jambo hili keleo na kila mtu isijirudie tena katika taifa letu. Katika taarifa yake, jeshi la polisi ilisema iliwakamata watu 6 pekee mnamo Aprili 24, 2025 na ikatoa dhamana. Watu ambao walikamatwa na kwenda kufanywa mahojiano kwenye kituo cha polisi cha Oysterbay pamoja na kile cha Mbweni Mabwepande ni pamoja na John Heche, lakini pia John Mnyika, Chacha Heche Seguta, Swezi Dani na Radufu pamoja na James Mseti. Baada ya mahojiano, haki za dhamana kwa watuhumiwa zimewekwa wazi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam litaendelea kutimiza majukumu yake ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu na kufuatilia taarifa mbalimbali, lakini huku likizingatia misingi ya haki pamoja na sheria za nchi.
Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tanzania cha Chadema, Tundu Lissu, anakabiliwa na kesi mbili, moja ya uhaini na nyingine ya kuchapisha taarifa za uongo. Kesi ya kuchapisha taarifa za uongo iliendelea mnamo Aprili 28. Hata hivyo, umma haukuruhusiwa kuingia mahakamani na kushiriki katika kesi hiyo iliyofanyika mtandaoni. Na katika mtandao, kesi hiyo ilifanyika kwa kutumia link maalum ambao walipewa wahusika, yani wanasheria wa pande zote mbili. Waandishi wa habari pia walizuiwa kuingia mahakamani, jambo lililofanya kuwa vigumu kuripoti kuhusu kesi hii. Kesi hii inakuwa ya kipekee hasa kuhusu ushiriki wa umma. Kesi kama hizi za uhaini zilizopita, ikiwemo kesi ya kwanza ya mwaka 1969, umma uliruhusiwa kushiriki, na gazeti la serikali la The Nationalist lilikuwa likichapisha habari za kila siku za kesi hiyo. Kesi hii ya Tundu Lissu inategemewa kuendelea Mei 6, 2025. Huyu ni mkurugenzi amejeruhiwa namna hii. Sio mhalifu huyu.